Waziri wa mambo ya nje wa Iran Abbas Araghchi amesema kuwa Iran na Marekani zinatarajiwa kuanza duru mpya ya mazungumzo siku ya Ijumaa nchini Uswizi, ikiwa ni sehemu ya juhudi za kufikia makubaliano ya mwisho kuhusu mgogoro wa kisiasa, kijeshi na nyuklia uliodumu kwa muda mrefu kati ya mataifa hayo mawili. Mazungumzo hayo yataanza sambamba na kuanza rasmi kwa utekelezaji wa makubaliano ya muda yaliyofikiwa hivi karibuni kati ya pande hizo mbili. Akizungumza kuhusu hatua hiyo mpya ya kidiplomasia, Araghchi alisema lengo kuu la mkutano huo ni kugeuza makubaliano ya muda kuwa mkataba wa kudumu ambao utaweza kumaliza mivutano ya muda mrefu kati ya Tehran na Washington, huku ukijumuisha masuala ya usalama wa kikanda, vita vinavyoendelea Mashariki ya Kati na uwepo wa vikosi vya kijeshi katika maeneo yenye migogoro. Katika kauli yake, Araghchi alitoa pia onyo kali kwa Israel, akisema kuwa shambulio lolote jipya dhidi ya Lebanon au kuendelea kwa uwepo wa wanajeshi wa Israel katika ardhi ya Lebanon kuanzia sasa kutachukuliwa kama ukiukwaji wa makubaliano ya muda yaliyofikiwa kati ya Iran na Marekani. Kauli hii imeongeza mvutano mpya katika mazingira ambayo tayari yanaonekana kuwa tete baada ya miezi ya mapigano makali katika eneo hilo. Kwa mujibu wa Araghchi, Iran inaona makubaliano hayo kuwa yanahusisha sio tu Marekani na Iran, bali pia pande zinazohusika moja kwa moja katika mapigano ya kikanda. Alisema kwa mtazamo wa Tehran, upande mmoja wa makubaliano unajumuisha Marekani pamoja na Israel, huku upande mwingine ukiwa na Iran na kundi la Hezbollah la Lebanon linaloungwa mkono na Tehran. Kauli hiyo inaashiria namna Iran inavyotazama mgogoro wa Lebanon kama sehemu muhimu ya maelewano mapana ya kikanda badala ya suala la ndani ya Lebanon pekee. Araghchi alisisitiza kuwa kusitishwa kwa vita nchini Lebanon lilikuwa jambo muhimu zaidi katika makubaliano ya muda yaliyofikiwa na Marekani. Kwa mujibu wake, moja ya vipengele vya msingi vya makubaliano hayo ni tangazo la kusitishwa mara moja kwa kudumu kwa vita katika maeneo yote ya mapigano ikiwemo Lebanon. Alisema kwa Tehran inaamini hakuna amani ya kweli inayoweza kupatikana ikiwa vikosi vya Israel vitaendelea kubaki katika maeneo ambayo vilichukua wakati wa mapigano ya hivi karibuni. Katika msimamo wake mkali, Araghchi alisema kuwa kwa mtazamo wa Iran, vita havijamalizika kikamilifu ikiwa majeshi ya Israel yataendelea kubaki katika maeneo yaliyochukuliwa wakati wa mapigano. Aidha, alionya kuwa mashambulizi yoyote mapya ya Israel dhidi ya Lebanon yatachukuliwa kama uvunjaji wa makubaliano ya muda kati ya Tehran na Washington, jambo ambalo linaweza kuzidisha mvutano na kuathiri mazungumzo yanayotarajiwa kufanyika nchini Uswizi. Kwa upande mwingine, Israel imeendelea kusisitiza kuwa itaendelea na operesheni za kijeshi nchini Lebanon licha ya madai kutoka kwa wapatanishi wa kimataifa na Iran kwamba makubaliano ya Marekani na Iran yanajumuisha kusitishwa kwa mapigano kati ya Israel na kundi la Hezbollah. Serikali ya Israel imekuwa ikieleza kuwa uwepo wake wa kijeshi unahusishwa na sababu za kiusalama, hasa katika maeneo ya mpakani ambapo imekuwa ikidai kukabili vitisho kutoka kwa makundi yenye silaha yanayoungwa mkono na Iran. Mgogoro wa Lebanon ulizidi kuwa mkubwa baada ya Hezbollah kuanza kushambulia maeneo ya Israel siku chache baada ya kuanza kwa vita kati ya Marekani, Israel na Iran. Israel ilijibu kwa kufanya mashambulizi makubwa ya anga ndani ya Lebanon pamoja na kuongeza operesheni zake za ardhini, hali iliyosababisha uharibifu mkubwa na kuongezeka kwa wasiwasi wa kutanuka kwa vita vya kikanda. Katika miezi ya hivi karibuni, juhudi kadhaa za kusitisha mapigano kati ya Israel na Lebanon zimekuwa zikifanyika kupitia wapatanishi wa kimataifa, lakini makubaliano kadhaa ya kusitisha vita yaliyotangazwa hapo awali yalivunjika baada ya kila upande kuendelea kulaumiana kwa ukiukwaji wa masharti ya usitishaji mapigano. Sasa macho ya dunia yanaelekezwa kwenye mazungumzo ya Ijumaa nchini Uswizi, ambapo Iran na Marekani zinatarajiwa kujaribu kufikia makubaliano ya mwisho yatakayoweza kubadili mwelekeo wa mgogoro wa kikanda. Hata hivyo, kauli kali za Iran dhidi ya Israel pamoja na msimamo mgumu wa Israel kuhusu uwepo wake nchini Lebanon vinaonyesha kuwa safari ya kufikia amani ya kudumu bado inaweza kuwa ngumu na yenye changamoto kubwa. Ili kuwa mwanafamilia bora wa Global TV, usisahau kusubscribe, like, kushare na kucomment.
Baada ya kusubscribe, bonyeza alama ya kengele ili kupata taarifa kwa kila video inayopanda Global TV Online.